Imam Ibn al-Jawzi anasema, lau qila lilmauta tamannau laqalu natamanna walau yawman fi Ramadan. Lau maiti ataulizwa unatamani kitu gani we maiti? Natamanna walau yawman fi Ramadan, natamani angalau nipewe siku moja tu katika mwezi wa Ramadhani. Ni kwa sababu yeye ameshafariki. Sasa anayaona ile thawabu ya Ramadhani zake aliyofunga katika maisha yake, anaona mirundiko ya majabali ya thawabu ya saumu zake, anaona majabali na majabali ya thawabu ya tarawehe yake, ya Qur'ani yake. Sasa anasema jamani, kwa kweli kumbe Ramadhani ilikuwa na mambo ndani yake. Mimi naomba nipewe siku moja tu. Mimi na wewe ni fursa yetu ya dhahabu. Mtume anasema, wa man hurima khairaha faqad hurim, mtu yoyote ambaye atakayenyimwa kheri za Ramadhani, basi huyu ndo ambaye amenyimwa katika vitu ambavyo ni muhimu sana katika maisha yake. Man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan, mtu yoyote atakayefunga siku moja kwa ajili ya Mungu, Mwenyezi Mungu atamuweka mbali na moto wa Jahannam miaka 70. Miaka 70 ni miaka ya akhira, na siku moja kule akhira ni miaka 1000 hapa duniani. Je, ukifunga siku mbili? Mtume sallam anasema, alquran wasiyam yashfa'ani lilabdi yawm alqiyama, Quran na saum zitamtetea mja siku ya Kiyama. Quran itamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, nilimkosesha usingizi huyu, nikachukua wakati wake mwingi sana akawa ananisoma mimi kwa ajili yako ya Allah, na kuomba umsamehe. Na saum naye itamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, nilimkosesha chakula chake, nikamkosesha raha yake na starehe zake kwa ajili yako ya Allah, na kuomba upate kumsamehe mtu kama huyu. Namna unavyoiona Ramadhani inapokwenda mbio, ndio umri wako na wangu unavyokatika kwa hali ya kasi sana. Man qama maa al-imamu hatta yansarifu kutiba lahu qiyamu layla, mtu yoyote ambaye atakayesimama pamoja na imamu katika swala ya tarawih mpaka imamu anamaliza, unaanza na imamu na unamaliza na imamu katika witri, utaandikiwa kwamba usiku kucha ulikuwa umesimama ukifanya ibada. Nani miongoni mwetu hapa ambaye leo anaweza kusema usiku kucha kufanya ibada? Ndugu zangu, kwa taarifa yako ndugu yangu, swala ya tarawih ndo swala ya pekee, ndo ibada ya pekee ambaye Muislamu anaitekeleza pamoja na imamu. Anarudi nyumbani, anapanda juu ya kitanda kulala, yuko usingizini na malaika wanaendelea kumwandikia kwamba wewe bado uko ndani ya ibada. Ni kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka sisi Waislamu tuingie peponi kwa lazima, lakini sisi ndo ambaye tunajivuta. Nafasi kama hizi inakuja, tunaona kwamba ni kitu cha kawaida tu, tunasema ni sunna tu, kumbe hatujui tunaacha nini nyuma huku. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu yoyote ambaye atakayehuisha usiku wa Ramadhan kwa imani, kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, wa ihtisaba, na kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusamehe madhambi yako yote yaliyopita. Sasa mtu leo anaacha fursa kama hii, anakwenda kucheza karata. Watu wanaachwa na moto wa Jahannam. Wewe uko wapi ndugu yangu? Namna wewe leo unavyoishi ndani ya Ramadhani, hii ndo maisha ambayo unafaa kuishi maisha yako yote. Mwenyezi Mungu ameileta Ramadhani, na kila mwaka analeta Ramadhani kunikumbusha mimi na wewe kwamba jamani, mmesahau malengo ya kuumbwa, naye ni namna mnavyoishi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hii ni fursa ambayo Muislamu anafaa kuitumia vilivyo, asifanye mambo za kijingajinga humu ndani, kwa sababu wenda hii nafasi ikaja na saa nyingine isiweze kurudi katika maisha yako na yangu.